Trump anadai kwamba wa Iran wanaonyesha nia ya kutaka makubaliano na wanataka mazungumzo kutokana na vikwazo vya majini vya Marekani kuanza. Rais huyo wa Marekani anasema kwamba Iran hawataweza kunyang'anya dunia na kusababisha hali ya uchumi wa dunia kuyumba. Vizuizi vya jeshi la majini la Marekani dhidi ya Iran vilianza kutekelezwa Jumatatu jioni kwa mujibu wa Trump, baada ya muda wa mwisho uliowekwa na rais huyo ambao ilikuwa ni saa 11 asubuhi, ni saa 5 asubuhi wakati wa Israel. Hatuwezi kuruhusu nchi hujumu au kupora ulimwengu kwa sababu ndivyo wanafanya, Trump alisema kuhusu Iran akizungumza na waandishi wa habari nje ya ofisi ya Oval. Pia alisema watu wanaofaa nchini walifikia kusema kwamba wanataka makubaliano. Alisema nchi zingine zingesaidia Amerika katika kutekeleza kizuizi hicho, lakini akakataa kutoa maelezo mara moja, akisema maelezo yatashirikishwa siku ya leo Jumanne. Rais huyo alirudia hoja yake kwamba kulinda bahari hiyo kunatia wasiwasi sehemu nyingine za dunia kuliko ilivyo kwa Marekani. Hatutumii hali hii, Trump alisema, tuna mafuta na gesi yetu wenyewe zaidi ya tunayohitaji. Kufunga kwa njia hiyo kwa ufanisi kunaathiri bei ya mafuta duniani, hata hivyo, ambavyo imesababisha kupanda kwa bei ya gesi kwa madereva wa magari wa Marekani na kupanda kwa mfumuko wa bei kwa bidhaa nyingine. Alipoulizwa ikiwa alitarajia meli za mafuta kwa ujumla zitaweza kuvuka mkondo huo, Trump alisema ndiyo, nadhani watakuwa wakifanya vizuri sana huko na nadhani wanafanya vizuri sana hapa. Alipoulizwa ni nini kiini cha kukwama katika mazungumzo ya Iran huko Islamabad mwishoni mwa juma ambayo hayakuweza kumaliza uhasama, Trump alisema ni juu ya ukweli kwamba hawatawahi kuwa na silaha za nyuklia, ndicho kilichosababisha, alisema rais huyo. Aidha ameongeza, Iran haitokuwa na silaha za nyuklia na tulikubaliana na mambo mengi, lakini hawakukubaliana na hilo na nadhani watakubaliana nayo. Nina uhakika nayo, kwa kweli nina uhakika nayo. Ikawa hawatakubali, hakuna mpango, hakutakuwa na mpango, alisema rais huyo wa Marekani. Hata hivyo, Wairani wenyewe wanasema kwamba hakukuwa na mpango wowote wa kizuizi kilichoelezwa na rais wa Marekani Donald Trump. Lakini pia baadhi ya wachambuzi sasa wakisema kwamba ikiwa Marekani ilishindwa kuweka kizuizi na kusababisha baadhi ya meli kupita, zikiwemo meli 4 za Iran zilizopita kuanzia siku ya Jumatatu na leo Jumanne, ni wazi kwamba rais huyo wa Marekani ameingia katika propaganda za kushawishi ulimwengu kwamba kuna nguvu ya ziada anaitumia katika mlango wa bahari wa Hormuz. Licha kwamba kauli zake zimekuja kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta ulimwenguni kwa mara nyingine tena. Rais huyo wa Marekani anasema na tutarudisha vumbi. Trump aliapa akirejelea 60% ya uranium iliyorutubishwa ambayo imesalia mikononi mwa Iran baada ya kushambulia vituo vyake vya nyuklia katika vita vya Juni 2025. Nyenzo hiyo iliyo umbali mfupi tu kutoka kwa kurutubishwa hadi kiwango cha silaha inakadiriwa kuwa ya kutosha kwa mabomu 11 ya nyuklia. Rais aliwaambia waandishi wa habari, tumeitwa asubuhi ya leo na watu wanaofaa na wanataka kufanya makubaliano, alisema rais Trump. Alipoulizwa iwapo tishio lake lililotolewa katika mkesha wa kusitishwa kwa mapigano kwamba ustaarabu mzima utakufa ikiwa Jamhuri ya Kiislamu haitashirikiana na matakwa ya Marekani, alisema bado upo. Trump alijibu akisema zaidi kwamba sitaki kutoa maoni juu ya hilo, lakini haitakuwa ya kupendeza kwao, acha niweke hivyo. Maana yake ni kwamba lazima Iran itakumbwa na mashambulizi makali ambayo haikuwahi kutokea tangu kuumbwa kwa ulimwengu huu. Hata hivyo, rais huyo wa Marekani alidai kwamba Marekani kupitia jeshi lake la CENTCOM litazamisha meli zote za Iran zilizopo katika eneo hilo ambazo zitakuwa zimebeba mafuta na kutoka katika eneo hilo la mlango wa Hormuz, ama zile ambazo zitakuwa na bendera ya nchi yoyote lazima zitazamishwa kutokana na mipango aliyoiweka. Trump anasema Marekani itazamisha meli za Iran zinazojaribu kuvuka bahari kupitia mlango wa Hormuz. Katika mitandao ya kijamii siku ya jana Jumatatu, Trump alitishia kuharibu meli za Iran zilizojaribu kuvuka mlango wa Hormuz, akidai katika chapisho la Truth Social kwamba jeshi la wanamaji la Iran limefutiliwa mbali kabla ya kubaini kuwa Marekani haikugonga meli za shambulio la haraka la Tehran kwa sababu hazikuziona kuwa ni tishio. Tahadhari, ikiwa meli yoyote kati ya hizi itakuja popote karibu na ulinzi wetu itaondolewa mara moja kwa kutumia mfumo ule wa kuua uliotumika dhidi ya wafanyabiashara wa dawa za kulevya kwenye boti baharini, aliandika Trump, akimaanisha alichokifanya huko Venezuela. Lakini msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Esmail Baghei wakati huo alikejeli kizuizi hicho kama kisasi cha chaguo dhidi ya uchumi wa dunia.
Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.